أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Leo tumo katika siku ya 20 ya mfululizo wa darasa zetu kuhusu uhalisia wa elimu, mjadala baina ya mtazamo wa kibepari na mtazamo wa Qur'an. Katika darasa yetu ya jana tulizungumza kuhusu aina ya ilmu ambayo kwa hakika tulikuwa tunahitimisha mazungumzo yetu, aina ya ilmu ambayo ni ilmu rasmi na athari zake kwa jamii hasa ya watu wanyonge na namna ambavyo inahudumia ubepari. Tumeona namna ambavyo wazungu na nchi za kimagharibi wanatumia ilmu kutawala wengine, lifardhi lhaimana wasaitara, ile hegemoni yao, mamlaka yao ya kidunia wanayatumia sana kupitia ilmu. Namna wanavyoandaa wataalamu kwa mfumo rasmi wanaoweza kutawala kwa kuhudumia maslahi yao, namna wanavyochukua watoto wa wafalme na viongozi kuwasomesha ili waendelee kuwa watawala, namna wanavyoendesha na kueneza sheria za kisekula ili ziendelee kutawala jamii ya mwanadamu. Haya ni baadhi ya yale ambayo tuliyaona katika darasa yetu ya jana. Ndugu zangu, leo tunaanza aina nyingine ya elimu. Nataka tusikilizane kwa umakini sana. Katika aina za elimu namba 4 ni haya mafungu matatu. Kuna aina inayojulikana kwa jina la natural sciences, kwa maana ya sayansi za asili. Sayansi za asili katika lugha ya Kiarabu wanasema al-ulumu at-tabi'iyya, sayansi za asili. Alafu kuna sayansi za jamii, unaweza kuziita pia al-ulumul insaniya. Alafu kuna sehemu ndogo ambayo tutaiona zinaitwa sayansi rasmi. Kule tulisoma elimu rasmi, hizi zinaitwa sayansi rasmi. Haya ndio ambayo tunatarajia tujifunze leo insha Allah. Kwanza sayansi za asili, sayansi za jamii na sayansi rasmi. Hii ni aina ya 4 ya elimu katika mfululizo wa aina za elimu tunazosoma. Sayansi rasmi au sayansi za asili ni zipi? Tutoe mfano. Ni kama vile kemia, kama vile fizikia, biolojia, astronomia, kwa maana sayansi inahusu sayari mbalimbali na namna zinavyofanya kazi. Nataka tusikilizane kwa umakini sana. Tumesema kemia, fizikia, biolojia inahusu viumbe hai akiwemo mwanadamu na utendaji kazi wa umbo lake, sio? Ushirikiano wa viungo vyake, madaktari wanasoma ili wajue, sio? Kuna astronomia, unazungumza jua, mwezi, sayari na vingine vyote na namna vinavyofanya kazi. Lakini jiolojia, unazungumza kuhusu miamba na matabaka ya ardhi na tabia zake, sio? Kwa mfano, jiografia katika eneo fulani linaitwa physical geography. Unazungumza kuhusu uso wa dunia na tabia ya ardhi mbalimbali na nchi mbalimbali. Hizi zinaitwa nini? Sayansi asilia, natural sciences. Twende taratibu. Sifa yake ni nini?
ni kwamba zinahusu maumbile asilia ya viumbe na vitu vingine, yani kila kilichoumbwa. Kwa lugha fasihi ya Kiswahili inahusu maumbile ya walimwengu na vilimwengu. Vilimwengu ni vile vitu ambavyo si mwanadamu, jua, mwezi, sayari na vingine, lakini na vile venye uhai, binadamu, mimea na vingine. Namna gani vinafanya kazi, vina tabia gani? Mpaka hapo tuko sawa sawa, sio? Tutaje aina ya pili kabla hatuja kufafanua hii aina ya kwanza. Aina ya pili ni sayansi za kijamii au za kibinadamu. Hizi zinahusu taaluma kama sosiolojia, yani elimu ya mambo ya jamii. Jamii zinajengwa vipi? Zinajenga ustaarabu wake vipi? Zinahusiana vipi? Zifanye nini ziweze kuendelea? Ustaarabu wa kijamii unajengwa vipi? Zinahusu maisha ya mwanadamu, sio? Lakini mambo ya uchumi, mwanadamu afanye nini ili aweze kuendelea katika uchumi, mipangilio ya kiuchumi. Vile vile masala yanayohusu utamaduni wa watu, lugha ya watu, umeelewana? Tamaduni, mila na desturi za watu, ada za watu mbalimbali. Lakini vile vile historia, watu hawa wametokana na watu fulani, walihama kutoka eneo fulani wakaenda eneo fulani. Kuna makundi ya jamii yamefungamanishwa na eneo fulani, hawa ni wa Asia, hawa ni wa Afrika, hawa ni wamehama kutoka maeneo fulani wamekuja huku. Historia ya binadamu na historia ya vilimwengu vile vile. Hii inaitwa nini? Sayansi ya jamii au sayansi za jamii. Kuna ikhtilafu katika masala ya elimu kama hesabati, inaingia katika fungu la kwanza ya sayansi asilia au katika fungu la pili sayansi za kijamii. Al-aula ni kwamba hili ni fungu dogo linalojitegemea, ni sayansi rasmi. Tuko pamoja? Sio sayansi asilia wala sio sayansi ya kijamii, kwa sababu hesabu hazihusu maumbile, ni mambo ya kimantiki ambayo mantiki inakubali, sio? Tuko pamoja? Wala sio sayansi za kijamii, kwa sababu hazihusiani na mwanadamu na maisha ya kijamii au vinavyomzunguka mwanadamu. Nadhani mpaka hapo kwanza tumepata hiyo sura ya jumla. Sayansi za kijamii zinahusu nature, maumbile asili. Unazungumza kuhusu jua. Jua linafanyaje kazi? Mwezi una tabia gani? Dunia, sio uso wa dunia, dunia na masafa baina ya dunia na jua na mwezi na namna ya kufanya kazi pamoja. Hii ni sayansi asili. Tuko pamoja? Lakini unazungumza mwanadamu, viungo vyake vinafanya kazi vipi? Uhusiano wa moyo na viungo vingine, namna moyo unavyosukuma damu, damu inatokana na nini katika mwili wa mwanadamu, mahitajio ya maji na maji yanafanya kazi gani, figo zinafanya kazi gani, maini yanafanya kazi gani, vyote vile vitu vya asili katika mwanadamu na utendaji kazi wake ambayo ni biolojia. Tuko pamoja bwana? Sasa hivi vitu, sayansi iko katika eneo gani tunaposoma vitu hivi? Nasema leo tutakwenda taratibu sana inshallah. Sayansi inahusika vipi? Sayansi haihusiki kuvitengeneza. Hii nukta muhimu. Sayansi katika masala ya natural sciences inahusika katika kugundua vinafanyaje kazi. Yani wataalamu kazi yao kubwa ni nini? Ni kugundua namna vinavyofanya kazi. Ndio hiyo discovery.
Kwa hiyo mwanasayansi jitihada zake kubwa ni kusoma vinafanyaje. Kwa mfano, anajifunza kwamba masafa baina ya jua na sayari yetu ya dunia ni kiasi gani. Tuko pamoja? Kwa wataalamu watakwambia ni kilomita milioni 149.6, yani karibu kilomita milioni 150. Tuko pamoja? Kutoka katika jua, nyota ya jua, mpaka katika sayari ya dunia, masafa ni kilomita ngapi? Ni kilomita milioni 149,000.6, yani na laki 6. Swali, kwa kusema hivyo, ni wewe umejalia hilo au umegundua? Umegundua, si ndio? Kwa hivyo hiyo ndio sayansi, umegundua hilo. Kisha kuna vitu ambavyo tunaviona na tunavipata nje ya sayari yetu, kama vile mwanga. Mwanga ndio chimbuko, jua ndio chimbuko la mwanga katika sayari ya dunia, si ndio? Maanake tunapata mchana kutokana na jua. Sasa mwanga kwa hivyo unasafiri, unasafiri kutoka katika jua kuja katika sayari ya dunia. Unataka kugundua kwamba hii safari ikoje? Kwa sababu lazima mwanga usafiri, sio? Ufike hapa. Sasa kwa kuwa umeshajua masafa ni kiasi gani, utatafuta sasa kwamba ule mwanga unatumia muda gani kutoka katika jua kufika katika sayari ya dunia. Ndipo walipopata kasi ya mwanga na mara nyingine kasi ya sauti, kwa mfano, si ndio? Kwa hivyo mwanga kwa sekunde moja unakwenda kwa kasi ya kilomita 300,000. Kilomita 300,000 kwa sekunde moja, mwanga unasafiri namna hiyo. Unaweza ukahisi hiyo kasi? Ni kasi kubwa, sio? Leo kuna binadamu kama Irani wanatengeneza mabomu yanakwenda kasi kuliko kasi hiyo, kwa maana kwamba likirushwa dakika 7 tu, dakika chache tu limekwenda kilomita 1000 kadhaa, limetua nchi nyingine. Huo ni mfano tu. Haya, na sauti inasafiri kwa kasi gani? Sauti inasafiri kwa kasi ndogo kuliko mwanga. Yenyewe inasafiri kila sekunde, inakwenda kwa kasi ya kilomita 343. Kule ni 300,000, huko 343. Kwa maana hiyo ndio maana wewe ukiona umeme na radi, kinachotangulia nini? Ule umeme kwanza unauona, sio? Maana kwa ushasafiri ukakufikia, alafu baadaye unaisikia radi. Kwa hiyo radi inachelewa kwa sababu ina kasi, sauti ina kasi ndogo zaidi. Swali langu la msingi, hizi takwimu na hesabu hizi ni wewe umepanga au umegundua? Umegundua, si ndio? Kwa hivyo kama masafa baina ya jua na dunia ni kilomita milioni 149,000.6, ina maana nikifanya calculation wamepata kwamba mwanga mpaka utoke kwenye jua ufike katika sayari ya dunia unatumia dakika 8.2. Dakika 8.2. Ndio kawaambieni siku zile kwamba kwa hivyo ukiliona jua pale vile unavyoliona haliko, lishaondoka kama dakika 8 zilizopita, ndio utaliona wewe, kwa sababu ya kwamba mwanga unasafiri kwa kasi hiyo, na kutokana na distance utachukua dakika 8.2. Kwa hiyo ukikufikia wewe, jua haliko tena pale, lishahama pale, liko pengine, na hapo pengine ambapo lipo mwanga wake utakufikia baada ya dakika 8.2. Tumeelewana mpaka hapo? Sasa nukta ya muhimu katika hizi social sciences ni nini? Je, ni wewe uliotengeneza mpango huo au umeugundua? Majibu, nimeugundua. Kwa hiyo natural sciences ni kugundua mfumo na kanuni zilizokuwa katika viumbe. Tumepata hiyo thamara. Unapomsoma mwanadamu
ukasomea mambo ya moyo na magonjwa ya moyo, hauendi kutengeneza, unaenda kugundua moyo unafanyaje kazi. Kazi za moyo ni hizi na hizi na hizi na hizi. Unapotizama mimea inafanyaje kazi, ukagundua na tabia ya mmea unahitajia virutubisho gani, wewe huwa hautengenezi, bali unagundua kitu ambacho kipo. Kwa lugha nyingine, sisi Waislamu tunasema unazigundua kanuni za Mungu katika viumbe vyake. Hiyo inaitwa nini? Natural sciences. Sasa zote kazisome hivyo. Kwa mfano, madini yanapatikana vipi? Mafuta ghafi, naft, inapatikana vipi? Watakuambia kuna composition ya miaka mingi ya vitu katika tumbo la ardhi, vinakwenda mpaka vinakuja kuwa ndio mafuta ghafi. Haya ni wewe ulotengeneza au umegundua? Umegundua. Sasa mwanadamu anapokuja kutengeneza chombo kinachokwenda kasi fulani, kinachoweza kusafiri angani kwa mfano, huwa amejifunza kutokana na nini? Na zile principle, kanuni alizozigundua. Kitu hiki kina tabia hii na hiki kina tabia hii, kwa hivyo nikichanganya hiki na hiki, tabia hii itapatikana, kwa sababu maumbile, kuna kitu kama hicho katika maumbile, kisha na yeye anaweza kusafiri hewani. Nitawezaje kuweka chombo kinachoshinda mawimbi alafu kisafiri angani, kisafiri majini na pengine? Ndipo anapotengeneza na yeye chombo kinachofanana na chombo ambacho kishatengenezwa. Kwa hiyo natural science, hiyo ndo kazi yake. Kuna kanuni zinazotawala huku. Na mwanadamu, swali jingine, je, amemaliza kugundua? Hajamaliza. Akimaliza kugundua, maanake elimu itakuwa imesimama. So unaona leo hii kuna maradhi bado hajapata tiba Inaona mwanadamu bado anasoma, sio? Atakachokisoma maradhi ya kansa ni kuzisoma cells katika mwili wa mwanadamu ambazo zina vimelea vya kansa na namna ambavyo vinaweza kukaa muda mrefu vikamuua. Sasa namna kupambana, lazima asome kanuni ili atie kanuni pale itakao vimaliza vile. Mpaka sasa hivi hawajaweza, sio? Walichokiweza ni kutumia kemikali kuua vile vijidudu. Unakwenda unachomwa, vijidudu vife, mara nyingine vinabaki vinaibuka tena, sio? Sasa nadhani mpaka hapo tumeelewana. Narudia kusema kwamba sayansi asilia ni kama vile fizikia, kemia, biolojia, jiolojia, soma mambo ya miamba na mengine, si ndio? Lakini vile vile sayansi kama nini? Natural geography, au tuseme physical geography, ambayo wanasoma watu kusoma uso wa dunia na tabia zake. Astronomia, kusoma mambo ya anga kama mifano tulotoa. Lakini sayansi za kijamii zipi? Kuna watu sasa hivi wanasoma lugha. Nyinyi mnasoma lugha katika hauza? Mnasoma lugha kwa maana binadamu wanavyozungumza, lugha zimetoka wapi, zina maana gani, kanuni za kilugha. Ulumi lugha zenyewe katika lugha ya Kiarabu ziko 10 si ndio? Na katika kila lugha kuna taaluma. Tasoma Kiingereza, tasoma grammar na nyingine. Tasoma mambo ya isimu, phonetic na mengine. Kama unavyosoma katika lugha ya Kiarabu, balagha, al-adab, si ndio? Na fani nyingine kama mashairi hizo. Lakini historia, unasoma maisha ya wanadamu. Walizaliwa eneo fulani, walikuwa hivi, walikuwa na tabia hii, ustaarabu huu. Ni katika sayansi za kijamii. Lakini vile vile masala ya human geography. Watu wameishi eneo fulani na jiografia ilikuwa vipi? Na jiografia imeshawishi vipi watu kuishi maeneo fulani fulani? Kwa mfano maeneo ya mito, maeneo yenye maji, Mesopotamia kule katika River Nile. Unasoma jiografia, lakini inahusu nini? Binadamu, human geography. Na mengine ambayo tutayaona. Mambo ya uchumi, maisha ya mwanadamu, uchumi mnyonge,
kutegemea kilimo, kutegemea hivi, mpaka mwanadamu amefikia leo hii ana teknolojia za hali ya juu. Sasa baada ya kuyajua haya, swali, madha nataallam wa mimman nataallam, sisi tunasoma nini? Kwanza tuelewe kwamba kusoma sayansi asilia ambazo ni kutambua kanuni za Mungu katika viumbe, jambo hili halina ubaguzi wowote ule. Soma kwa yoyote, rafiki na adui, Muislamu na asiyekuwa Muislamu, kwa sababu kinachosoma nini? Ni kanuni. Akizijua yoyote akapata elimu ile, ni elimu. Ukichelewa wewe atakushinda yale masala. Kwa nini wenzetu wameendelea si hatujaendelea? Kwa sababu hii kanuni haina ubaguzi ndani yake. Kwa nini sisi Waislamu tuchelewe kielimu, wengine watangulie? Tumechelewa sasa hivi, jana tulitangulia. Lakini katika hizo natural sciences hazina ubaguzi wa dini. Yoyote atakayeziendea akafanya jitihada akazitambua kanuni za Mungu katika viumbe vyake, anapata elimu hiyo, kisha anaweza kutumia kanuni hizo kutengeneza ndege, kutengeneza meli, kutengeneza gari, kutengeneza makombora, kutengeneza satellite, kwa kutumia kanuni hizo hizo. Sasa ni wewe na jitihada zako, kwa sababu hapa walaqad karramna bani adam wa 'allama adama asmaa kullaha. Hapa ni bani adam, hazingatiwi mtu kwa misingi ya dini hapa. Hasa wataalamu wa mambo ya miamba, yoyote yule anaweza kuwa mtaalamu. Sasa hivi mpaka madini wanayagundua kupitia vyombo tu vinawekwa, wanaambia hapa kuna madini tunaweza tukayachimba kwa miaka 20 kwa kiasi fulani kila mwaka, yataisha baada ya miaka 20. Taaluma, sio? Sasa yoyote anaweza kuwa nayo, na Uislamu unatuambia kwamba tusome kwa yoyote katika hayo, tumsikilize yoyote, wala hakuna ubaguzi. Nadhani hili tumeelewana mpaka. Kwa wale wanaouliza kwamba tusome nini na tusome kwa nani, haya yote tunatakiwa tuyasome, na haya ya science hizi za asilia yanasomwa kwa yoyote. Tukija katika hizi sayansi za kijamii, sasa hapa ndio kuna mirengo. Sayansi ya jamii, wewe ukienda kusoma theolojia ya Kikristo na theolojia ya Kiislamu ni tofauti, sio? Na zote ni sayansi za kijamii, sio? Huwezi kukataa, ni sayansi ya kijamii. Ukisoma uchumi wa Kiislamu na uchumi wa kibepari ni chumi tofauti, sio? Lakini zote zinaitwa sayansi za kijamii. Na kuuliza, uchumi wa kibepari wa kiliberali na uchumi wa Kiislamu, wa kwako ni upi? Ni ule wa Kiislamu. Lakini katika sayansi asilia huwezi kusema ya kwangu ni yapi. Kule yote ni ya kwako, lakini huku kwa sababu uchumi ule una riba, unasema huu si wa kwangu. Lakini utakaposema si wa kwangu, hilo halifanyi uchumi ule usiwe ni sayansi ya kijamii, utabaki kuwa ni sayansi ya kijamii. Haya, Waislamu wana lugha yao na ndio lugha ya ibada, na tunatakiwa tuisome, tuijue angalau kwa kadri ya kufanyia ibada. Haya, kusoma lugha ni sayansi ya kijamii, lakini kuna lugha maalumu ambayo unasema hii ya kwetu, sio tu kwamba ya kufanyia ibada, inabeba na utamaduni wetu vile vile, sio? Kwa sababu lugha ni jahazi linalobeba utamaduni wa watu. Kwa hiyo nataka kusema katika sayansi za kijamii, si unaona kuna ambalo unaweza kusema la kwetu na hili si la kwetu. Lakini katika sayansi asilia hakuna ubaguzi wa kwamba hichi ni chetu na hiki si chetu. Ni kanuni zinazotawala binadamu wote, na wote tunahitajia tuzifahamu. Hapo tuko sawa sawa. Sasa huku katika sayansi hizi ndio tuna apply kauli ya Mwenyezi Mungu, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una. Hujakatazwa kwenda kusoma theolojia isiyokuwa ya Kiislamu, hujakatazwa. Hujakatazwa kwenda kusoma lugha isiyokuwa
Waislamu. Hujakatazwa kusoma uchumi usiokuwa wa Kiislamu, lakini unaposoma fayattabi'una ahsana, chukua kilichokuwa sawa sawa zaidi. Na bwana, tuko pamoja? Yani sio haramu kwenda kusoma uchumi wa kibepari wala uchumi wa kijamaa, sio haramu. Na hapa huko mbeleni tutakuja kudokeza, na tuliombwa hili tutaje baadhi ya sababu zilizoangusha Waislamu katika historia baada ya kuwa walikuwa mbele. Ni kwa sababu kuna baadhi ya ulamai katika historia, mfano wa kina Ibn Taymiyyah na kina Al-Ghazali na wengine, tutakuja kuwaona walokuja kuharamisha baadhi ya ilmu, mantiq, philosophy. Katika historia ya Kiislamu kuna umma wa Kiislamu uliwahi kupita ukaharamisha kwamba mantiq ni haramu kusoma, philosophy ni haramu kusoma, kina Ibn Taymiyyah. Umeelewana? Na watu kama kina Ibn Rushd, Averroes, wakatolewa katika mstari wa dini kwa sababu walisoma philosophy. Mnafahamu kwamba kuna Waislamu wanamkufurisha Ibn Sina, yani Avicenna, kwamba ni kafiri, na ulamai kadhaa ambao walisoma hizi taaluma ambazo ni za kijamii ambazo zilianzishwa na wasiokuwa Waislamu. Kuna umma wa ulamai katika historia waliwakufurisha ulamai wale. Hao tutakuja kuyaona wakati wake. Hili lina mchango sana katika kurejesha watu nyuma. Kwa Ibn Rushd, kwa sababu alisoma filosofi ya Aristotle na akawa yeye ndiyo mwakilishi wa elimu ile baada ya kwamba haijulikani kwa watu wa Ulaya. Averroes ametolewa katika dini, na mpaka leo hii kuna madarisi za Kiislamu ambazo falsafa haifundishwi na haikubaliki. Ndio nikasema siku moja kwamba suala la kusoma ni moja na suala la kufata ni jingine. Kuna yanayofaa na kuna yasiyofaa. Qur'ani inatuambia yastami'una alqawla fayattabi'una, inawasifu wale ambao wanasikiliza maneno lakini hawachukui yote, wanafata yaliokuwa mazuri. Lakini sikiliza yote, soma vyote. Hiyo ni nukta ya kwanza. Lakini nukta ya pili, kusoma ya wengine inakusaidia kuwajua wengine. Yani unaposoma mambo ya wengine inakusaidia kuwafahamu, sio? Na kama hutowafahamu, hutojua namna ya kupambana nao. Kwa mfano, falsafa imetumika na inatumika kukanusha kuwepo kwa Mungu. Wale wana falsafa wanaotumia philosophy kumkanusha Mungu, wewe unataka kuwajibu vipi? Wasomea aya za Qur'ani? Hawatakuelewa mpaka zile aya za Qur'ani ziwe na evidence za nini? Za natural sciences. Na hapa ndio nukta muhimu. Kwamba hoja zilizotumika na Mungu ndani ya Qur'ani kujitambulisha yeye zinahusu nini? Natural sciences, sayansi asilia. Na mnajua kwa nini? Ni kwa sababu tulosema kwamba sayansi asilia si inamhusu hata asiyekuwa Muislamu, si kanuni za jumla. Kwa hivyo anaweza kukuelewa kupitia njia ile kuliko kupitia njia hii. Sasa katika haya mambo ambayo sio sayansi asilia, unakuja kuzungumza kuhusu philosophy, falsafa. Mtu katumia kanuni za kifalsafa, Muhammadun Rasulullah walladhina amanu mahu, Mungu kasema. Yeye mwenyewe Mungu hamwamini. Kwa hiyo huwezi kutumia haya Qur'ani katika hilo, sio? Kinachotakiwa ni nini? Utumie kanuni alizozitumia kumthibitishia Mungu, sio? Kwa hiyo lazima uifahamu philosophy, mantiq, ili iwe ni rahisi kujadiliana naye kwa misingi ile ile akamfahamu Mungu. Kwa hiyo falsafa ina umuhimu sana, na elimu yoyote ile ambayo binadamu anaisoma, maana kusema nuclear, kuna ulamai wa Kiislamu wanasema haifai Waislamu wamiliki. Kuna wengine wanasema la, wana haki ya kumiliki, lakini sio lazima waitumie. Inaingia katika aya nini? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum mathalan, sio? Kwa silaha ya kutishia
mtu asikuvamie, na dunia inatuonesha hilo, sio? Lakini tunachotaka kusema hapa ni kwamba Waislamu walipokataa baadhi ya sayansi za kijamii, walikosa namna na nafasi ya kuweza kuwaelimisha kupitia sayansi hizo wale wanaoziamini. Mpaka hapa tuko sawa sawa. Nukta ya tatu ni hiyo sayansi rasmi, na zenyewe hazina dini. Ndio yale tunaosema 1+1 ni 2 kwa mkanushaji na kwa yule vile vile anayemwamini Mungu. Sasa wewe huna nafasi ya kubagua kwamba nisome kwa nani. Hapana, utasoma kwa yoyote, kwa sababu kwa yoyote utakipata kile kile. Naomba mpaka hapo niweke kituo kwanza. Mimi nazingatia kwamba haya yote tuliyozungumza tangu tumeanza somo letu la leo, nazingatia kwamba ni utangulizi wa nukta ambazo tunataka tuzieleze. Sasa matarajio yangu kwamba tumeshaelewana. Mafungu matatu yale yako sawa sawa, sio? Sayansi za asilia, za jamii na sayansi rasmi. Na sayansi asilia haina ubaguzi, na Mungu ameitumia ndani ya Qur'ani kujitambulisha yeye, sio? Kwa sababu amesema hivi, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Kumwangalia ngamia alivyoumbwa ni sayansi asilia, si maumbile hayo. Kumwangalia mwanadamu ameumbwaje, kwa mfano falyanzuril insanu mimma khuliq, kaumbwa kutokana na kitu gani, ni sayansi asilia, biolojia hiyo, sio? Astronomia, kuzungumza jua linavyofanya kazi na mwezi na vingine hivyo, ni sayansi asilia. Mungu ameitumia kujitambulisha ndani ya Qur'an. Hakuna ubaguzi hapo, sio? Nataka tuwe tumeelewana mpaka hapo. Sasa hata katika hiyo sayansi tuliyokubaliana asilia, ambayo hakuna ikhtilafu, ulama wa Kiislamu wamesema hapa ndipo ambapo tunaweza kusoma kwa yoyote popote. Lakini kuna tahadhari. Tahadhari yenyewe ni nini? Kinachofanya mtu agundue ni vile vyombo alivyopewa mwanadamu, kaumbwa navyo, kuweza kugundua katika viumbe vya Mungu kuna kanuni gani, sio? Tumesema mwanadamu Mungu kamuumba, kampa uwezo wa kubuni na kugundua, sio? Na ndio elimu yenyewe. Sasa kama tumekubaliana katika sayansi asilia hakuna ubaguzi wowote ule, lakini utafiti, research, ndio inaofanya mtu agundue kitu, sio? Na research ni taaluma ambayo imewekewa taratibu zake. Yaani mtu anaweza kusoma degree ya kwanza research, degree ya pili research, degree ya tatu research. Yaani ana PhD, ni dokta, amesomea mambo ya utafiti tu. Yaani kanuni za kufanya utafiti, ikiwemo mambo ya istiqra mnayosoma katika mantiki, ni moja katika njia za utafiti. Ni kufanya utafiti hatua kwa hatua mpaka ujue kanuni fulani, kwamba kanuni hii ipo. Mpaka hapo tuko sawa sawa. Sasa nataka kukuonesheni kwamba pamoja na kuwa elimu asilia tunasoma kokote na kwa yoyote, hazina ubaguzi, lakini zinaweza kuingia fitna. Inapokuwa kanuni ya kimaumbile inajulikana kupitia research, yani utafiti, swali, anayefanya utafiti nani? Tunasema mtaalamu, si ndio? Msomi. Hasa hizo research kubwa kubwa. Kuna mambo mengine mimi na wewe tunafanya research tu ambayo unapata matokeo, sio ile research ya kisayansi, sio? Sio bahthi ilmi. Lakini hizo research kubwa kubwa, na kupeni mfano ili tuelewe vizuri. Ndio maana nikawaambia yote yale ni utangulizi. Kwa mfano, masala ya same sex relationship, ngono za jinsia moja, si yameleta mpasuko mkubwa sana duniani, sio? Miaka 30 na kule katika nchi za kimagharibi yalionekana kwamba ni tatizo linalotokana na nini? Na social science, sayansi ya kijamii. Kwa maana ya kwamba mwenye tabia ile ana tatizo la kimaadili. Nini maana tatizo la kimaadili? Kaleleka katika mazingira yakamchafua, akawa na tabia ile.
alifanyiwa akiwa mdogo, alishughulika akiwa mdogo, yani kuna mambo mengi yanasemwa, sio? Wazungu baada ya hapo wakabadilisha kibao, wakasema hapana, ni maumbile yake, kazaliwa hivyo. Ukishasema maumbile unazungumza nini? Natural science, sayansi asilia. Tumeelewana mpaka hapo? Na ndio maana tukatumia neno nature na nurture. Nature ni maumbile asilia, nurture ni mazingira ya kijamii, yanahusu sayansi ya kijamii. Kwa hivyo swali likiwa kwamba je, yule bwana Baradhuli, ubaradhuli wake shoga yule unatokana na nurture au nature? Maana yake unatokana na sababu asilia au sababu za kijamii? Sababu za kijamii, sababu asilia zote zinahitajia utafiti, sio? Sasa wenzako watakuambia tunao utafiti umetuonyesha kwamba ni maumbile. Sasa ndio hapo ninapokuja. Anayefanya utafiti ni nani? Turudi katika darasa ya jana. Tumesoma kwamba moja katika athari za elimu rasmi ni zipi? Kufanywa elimu rasmi kuingizwa katika mfumo wa biashara na pesa. Privatization of nini? Educational institutions. Kubinafsisha taasisi ya elimu kwa binadamu, ikafanywa ni biashara. Katika nchi zetu anayefinance research ni nani? Sisi tunaweka bajeti ndogo sana kwa ajili ya research. Research nyingi katika hospitali yetu makubwa haya ya rufaa, nenda Muhimbili, nenda KCMC, nenda Bugando, kuna vitengo vya research. Lakini anayefinance ni nani? Ni nchi za nje. Na madaktari wengi wanatamani aingie katika kitengo cha tafiti. Tafiti malaria, tafiti sijui nini, tafiti jamii ya Kimasai kwa nini ina tabia hii na nini, maradhi fulani kwa nini hapo hivi. Lakini kuna wanaolipia ile research ifanyike. Na sisi kama wanafunzi wa research tunafundishwa kwamba research ziache findings ziseme zenyewe, yani matokeo yaseme yenyewe. Research ndugu zangu sio kitu kikubwa. Naweza kuwapeni mfano tu wa research. Tabia ya research, kuna kitu kinachoitwa assumption. Yani wewe unahisi kitu fulani, sasa unataka kuhakikisha, si ndio? Ukiingia hospitalini unamwambia daktari najisikia hivi na hivi na hivi na hivi. Ukishasema vile, daktari tayari kichwani anasema huyu ima atakuwa na tatizo fulani au tatizo fulani au tatizo fulani. Kwa hiyo akikwambia pima damu, anakwenda kutest zile assumptions zake. Alafu moja katika zile itamwambia ni hichi. Lakini anaweza kupata kitu kipya kabisa ambacho hakipo katika vile, si ndio? Hiyo ni research ndogo hiyo pia. Sasa nukta yangu ya msingi ni nini? Hata kama research ni katika sayansi asilia, anayetoa pesa ifanyike nani? Ni mwenye pesa. Alafu findings ni yale matokeo, si ndio, ya bahthi ya research. Na kuuliza swali, yale matokeo ni ya nani? Ni ya yule alofanya research au alolipia research? Alifanya research, alilipia. Ahsant, alilipia ndo mwenye research yake. Huyu aliyepewa pesa aki publish zile research amefanya sawa? Umepewa pesa ufanye research, ulipopata majibu ukazitoa katika magazeti na katika vitabu, mnajua kitu gani kitatokea? Utashtakiwa. Unatakiwa upeleke matokeo kwa nani? Aliyekutuma. Mara nyingine sio tu nchi za kimagharibi, mara nyingine serikali imekutuma. Serikali inatakiwa uipelekee feedback, matokeo ni haya. Alafu anayafikisha kwa wananchi nani? Je, anayafikisha vile vile au anaangalia maslahi yake yakoje? Anatizama maslahi yakoje, nizifikisheje? Nikiwaambia wananchi kwamba maradhi haya yameingia watakuaje? Kwa hiyo yuko tayari aweki pembeni au aende akadilute kidogo. Ndio, juisi ni nzito, unatia maji kidogo iwe nyepesi. Lazima afikishe kwa namna anayotaka yeye. Hiyo ndio athari ya ile nukta tuliyosoma jana katika darasa yetu ya leo. Kwa maana ya kwamba elimu ilipokuwa ni pesa, wenye pesa ndio wanaopata elimu, matokeo ya elimu vile vile ni ya wenye pesa. Sasa sisi tuna research zetu au tunaletewa research, matokeo ya research?
Research kubwa sisi tunaletewa findings kwamba ni hizi. Masala ya ubaradhuli ni haki za kibinadamu, tutetee kwa sababu research zinaonyesha hivyo. Lakini research ya nani? Ya yule mwenye kutaka ubaradhuli mwenyewe. Sasa unadhani atakuwaje? Majibu yatakuwaje? Manake mshtakiwa ni Msomali, alafu na hakimu ni Msomali. Unatarajia nini? Anatoa mfano tu, sina maana kwamba Wasomali si waadilifu. Sasa kwa ujumla ni kwamba hapo ndipo ambapo elimu inachinjwa, matokeo ya elimu yanachinjwa. Hii ni nukta ya kwanza ambayo mimi nataka nikomee hapa kwa darasa yetu ya leo, lakini natarajia kwamba utangulizi huo na hiyo nukta tumeipata, ili kesho tuendelee hapo tulipofikia insha Allah. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.